Toka mkoani Mara. Mtazamaji, nilikujuza hapo awali kuhusu taarifa ya uzinduzi wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, ikiwa ni chombo kinachohusika na usajili, uangalizi na utoaji wa ithibati kwa waandishi wa habari. Na tunaungana na Salome Kitomari, mhariri wa gazeti la Nipashe, kuzungumza machache kwenye hii ambayo imezinduliwa leo. Salome, habari za jioni hii? Njema tu, habari ya kwako? Ni salama sana. Uzinduzi ama kuibuliwa kwa bodi hii kunakuja kipindi ambacho tasnia ya habari imetanuka kweli, teknolojia imekuwa. Inakwenda kushiriki vipi kurejesha heshima ya tasnia ya habari Tanzania? Moja ya jukumu la bodi hii ambalo limewekwa kisheria na sheria ya huduma za habari ya 2016 ni swala zima la viwango vya maadili na ubora wa waandishi wa habari. Lakini pia swala zima la mafunzo. Na kama tutakuwa na usimamizi thabiti wa masuala ya maadili kwa waandishi wa habari, lakini na mafunzo na utambuzi wa nani ni mwandishi wa habari kwa viwango na vigezo vya kitaaluma vilivyopo, maana yake tunakwenda kuitengeneza taaluma katika utaratibu mzuri. Utakumbuka kwamba sasa hivi tuna changamoto kubwa kwamba kwa sababu unajua tu kusoma na kuandika na una kalamu, basi na wewe unapewa jina kwamba wewe ni mwandishi wa habari. Yaani uonekana ni taaluma ambayo kila mtu anaweza kuifanya, jambo ambalo sio sahihi na haliwezi kufanyika pia kwenye taaluma nyingine. Kwa hiyo hata ukisikiliza speech iliyotolewa na Mheshimiwa Waziri, kubwa amewataka kuandaa mpango wa mafunzo kwa ajili ya sisi waandishi wa habari, lakini pia hata kufuatilia maadili na kujua orodha ya waandishi wa habari tuliopo nchini. Kwa hayo yote ukiangalia ni namna gani tunakwenda sasa kuwa na mabadiliko. Kikubwa ni hii timu ifanye kazi vizuri, kwa sababu ni watu ambao ni weledi, wanaijua taaluma vizuri, wamekuwepo kwa muda mrefu, changamoto za taaluma zinajulikana, zipo kwa muda mrefu, ziweze kushughulikiwa. Na sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa kidigitali ambao una changamoto nyingi sana, kwamba mtu anaweza akasajili mtandao wake na kuanza kuposti habari na kujiita mwandishi wa habari. Kwa yote hayo ni mambo ambayo tunaona ni kuangaliwa. Salome, kwenye haya ambayo umeyazungumza na kwenda kufanywa kazi, haiwezi ikapunguza ule uhuru wa watu kuripoti taarifa, citizen journalism? Tunazungumzia taaluma ya habari, na taaluma ina tafsiri yake, kwamba taaluma ina vigezo vyake. Kwa tunamzungumzia mwandishi wa habari ambaye amekwenda darasani, amefundishwa na kuwa mwandishi wa habari, mwana taaluma. Alafu kuna huyu ambaye ni mpashaji tu habari kwa sababu tu ana uwezo wa kutumia fursa iliyopo kwenye mitandao. Huyu ni mpashaji habari, hata katazwa kupasha habari. Lakini kuna sisi wenye taaluma yetu tunajua misingi na maadili ya taaluma yanayotakiwa tuweze kuifanya taaluma hii ikaheshimika kama zilivyo taaluma nyingine, mfano wahandisi, madaktari. Sio kila mtu ambaye basi anajua mfano kutoa dawa au kutoa mpangilio wa dawa basi yeye ni daktari. Hapana. Hata kwenye taaluma ya habari sio kila anayejua kuandika au anajua kusoma, anayejua kuzungumza kwa kutumia simu yake na akaripoti ni mwandishi wa habari. Vipo vigezo ambavyo vimewekwa kisheria vinafuata. Salome, nimesikia pia kwenye mazungumzo hapo anazungumza kuhusu maslahi kwa waandishi wa habari. Inakwenda kusaidia kiasi gani kusawazisha hili? Kuna swala ambalo hapo limezungumziwa la ambalo ni kazi ya bodi kuangalia mafunzo, swala la mafunzo sana. Maana yake tunapokuwa na waandishi habari wamefundishwa vizuri, waandishi wakaajiriwa kulingana na taaluma zao, maana yake hata maslahi yao yataboreka, hata utendaji kazi utaboreka, maana yake hata kampuni ambazo zimewaajiri zitapata matokeo ya kuajiri hawa watu, maana yake hata kipato kitaboreka. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo ukiangalia majukumu yako manne ya hii bodi ya ithibati, swala la mafunzo kwa waandishi wa habari, swala la kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari, lakini swala la maadili ambalo ndio kubwa sana. Sasa hayo yote ukiangalia yanaboresha pia hata maslahi ya waandishi wa habari, kwa sababu itafanya wale ambao tumeisotea taaluma, kuisomea, kuifanyia kazi, tukafanya kazi yetu pasipo kuingiliwa na watu wengine ambao kila mtu sasa hivi anaona kwamba anaweza akafanya uandishi wa habari. Salome, tunakushukuru sana. Muda wetu sio rafiki sana, lakini tunaamini tumepata waleo machache yaliyojaa kwenye hii bodi ambayo imezinduliwa leo. Asante. Ni Salome Kitomari, huyo mhariri wa gazeti la Nipashe, tukizungumza naye kuhusu kuzinduliwa kwa bodi ya ithibati.